CPA Simba Mwinyi wanasema siasa haina adui wa kudumu wala rafiki wa kudumu. Sasa Lungu alishakuwa kiongozi wa juu kabisa katika taifa la Zambia. Kitu gani ambacho kimetokea katika hao wawili kiasi kwamba watu hawataki hata wazikane na Lungu? Maasimu ya kisiasa, maasimu ya kisiasa. Na hii inatokea inatokea kwa sababu ya madaraka. Wakati mwingine, wakati wa kutafuta madaraka unaharibu mahusiano baina ya watu, na inapotokea sasa, ikitokea uchaguzi umeisha na bado mkawa hamko pamoja kwa maana ya kumaliza tofauti zenu, ndicho kinachotokea. Hichi kinachotokea ni sasa ni matokeo ya kutokumaliza tofauti. Lakini walipaswa kukaa chini kumaliza tofauti, kwa sababu kiangalia historia ya nchi yao, rais aliyekuwa madarakani hapati fursa. Kunatokea na sitofahamu kama hizi ambazo zimetokea hivi sasa. Na ndio hivyo sasa inatoa picha watu kujua kwamba nchi yetu Tanzania mambo hayo hatukubarikiwa kuwa na sisi. Viongozi wanafariki, viongozi wanapata fursa ya kuwazika watangulizi wao na kutoa heshima zao za mwisho na kuongoza msiba kitaifa. Ndio utaratibu wa kiungwana. Na kwa msingi huo nchi yetu imefanyikiwa mno. Ni kilele cha kujifunza mambo hayo. Umeona ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisimama firmly kusimamia maombolezo ya kifo cha hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli mpaka dakika ya mwisho, mpaka tunamweka katika nyumba yake ya milele. Sasa utaona kwamba anakuwa mfano sasa kwa hiki ambacho kinatokea kwa wenzetu. Ndio CPA Simba Mwinyi, kwa kumaliza tu, Lungu alikuwa ni rais wa Zambia, kwa maana hiyo kwamba alikuwa ni mzalendo kipindi anaomba kura kuwa rais. Sasa inakuwaje akafikia hatua kwamba akifariki akaacha usia kwamba siziko katika ardhi ya Zambia? Hii inashangaza kidogo. Mimi siwezi kuingilia kati nini hasa kimemfanya afikie huko, kwa sababu anaweza kawa na sababu binafsi ambazo tungezifahamu, tungejipa nafasi nzuri ya kujadili. Lakini huenda ameona hastahili mwili wake kulazwa katika ardhi yao, kwa sababu ambazo inawezekana, na marehemu wasemwe vibaya, inawezekana ni kwake, kwa mpango wake ni nzuri. Huenda labda kuna watesi wake wanadhani labda wataenda watafukua labda, ama hatulala kwa usalama labda. Tuheshimu na mimi nadhani wasia wa marehemu unatakiwa uheshimiwe. The Bantu.